kwenye soka letu, na kikubwa mabingwa watetezi na vinara kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, timu ya wananchi Young Africans leo hii saa 10 kamili za jioni watakuwa ugenini katika uwanja wa Airtel pale mkoani Singida kusaka alama 3 muhimu dhidi ya wenyeji wao Singida Black Stars, katika mchezo ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutoka pande zote mbili. Kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves na mchezaji Abdul Nasser Mohamed wamezungumzia namna ambavyo wamejiandaa kuelekea kwenye mchezo huo ili kuhakikisha wanapata ushindi na kuendelea kusalia kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu wakiwa na alama nyingi zaidi. Takuja kuwasikia baadaye hapo kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves, lakini pia bila kusahau utakuja kumsikia hata meneja wa wachezaji wa Young Africans Walter Harrison kuja kufahamu kwa kina, bila kusahau pia tutaziangaza takwimu za mechi 5 za mwisho za wananchi, bila kusahau wenyeji Singida Black Stars. Kocha Michael Hiera, ni mchezo wa namna gani hii leo tunakwenda kutazama? Wananchi Young Africans wanatamani kuweza kuona wanapata ushindi kwenye mchezo huo leo dhidi ya Singida Black Stars, lakini vivo hivyo kwa upande wa wenyeji Singida Black Stars wanatamani kuweza kuona wanakata uteja kuelekea kwenye mchezo huu. Michael, mechi nyingine ambayo ni nzuri ya hadhi ya juu kabisa kwenye ligi kuu ya NBC, kwa maana ya kile ambacho kinapatikana, material ambazo zinapatikana kiwanjani kwenye mechi ya leo, unaweza ukaona ni material za daraja la juu sana. Aina wachezaji ambao wanapatikana kwa Singida Black Stars, the same kwa wale ambao wanapatikana kwa upande wa Young Africans. Unaweza kuona kuna sehemu ambayo wamefikia level ambayo pengine wanaweza akacheza kwenye klabu nyingi hata barani Afrika, wanaweza kuhitajika na klabu hizo. Lakini kuna wachezaji pia ambao ni national team materials kutoka kwenye timu zote mbili, kwa maana Singida wanamiliki wachezaji wengi wa kimataifa ambao wanapata pia call up kwenye timu zao za taifa huko wanakotoka, na ni ishara tosha kwamba wako na quality kubwa ambayo inaweza kupa kitu kizuri kiwanjani. Lakini kingine unaweza ukaona kwamba hizi ni timu mbili ambazo tunasema zilipata nafasi ya kuwa wawakilishi wa michuano ya Afrika kutokea Tanzania kwenye ligi ya mabingwa Young Africans, lakini kwa upande wa kombe la shirikisho Singida Black Stars, ambao kushiriki kwao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, tafsiri yake ni kwamba hizi ni timu ambazo utaziweka kwenye daraja la juu kwenye ushindani kwenye ligi kuu ya Tanzania, daraja A. Yes, A-list. Inawezekana ikawa hivyo kwa sababu wao ndio ambao walipata room ya kutuwakilisha kimataifa, na unakumbuka msimu uliopita kila timu ilifanya vizuri kwa wakati wake kabisa. Singida Black Stars walifanya vizuri kwenye ligi kuu wakamaliza kwenye nafasi ya 4, unasema ile top 4 wao walikuwa miongoni mwa hizo timu. Lakini sio hivyo tu, walikwenda pia kwenye mechi za CRDB Federation Cup, walifika mpaka kwenye hatua ya finali. Tafsiri yake ni kwamba kile ambacho walikipata kwenye msimu uliopita wanataka kuonesha kwamba haikuwa bahati mbaya, yani kwamba haikuwa ni fluke, msimu mmoja amekuja na anataka kupotea tena kurudi kule ambako pengine nadhania ni daraja lao. Kwa hiyo unaweza kusema matamanio yao ni kuona kwamba wanabakia kwenye hiyo level kubwa ya ushindani. Na utaoneshaje kwamba umefikia kwenye level kubwa ya ushindani? Unapocheza dhidi ya mkubwa mwenzako ndio sehemu ya kuonesha ukubwa wako, kwamba mimi pia naweza nikashindana na nyinyi kwenye eneo la kiufundi, eneo la kimbinu, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, wakati mwingine hata jinsi pia kutafsiri matukio kiwanjani. Sisi tunaweza tukawa tunafanana na nyinyi kwenye baadhi ya maeneo. Ndio maana sio ajabu pengine kuona kuna mchezaji ambaye ametoka Singida Black Stars amekwenda Young Africans na anapata nafasi ya kwanza moja kwa moja. Maana yake ni kwamba daraja linaweza likawa sio tofauti sana, na sofa inawezekana kuna wachezaji wengine ambao wako kwenye kikosi ya Singida Yanga wakawa bado anatamani kuwa nao kwenye kikosi. Tunaizungumza Yanga kwa sababu ndio champions material, ni mabingwa watetezi, sasa hivi wanaongoza ligi, wanatamani kuchukua tena ubingwa. Ndio maana nataja wao kama SA unit, kwamba wao pengine kila mtu anatamani kufikia kwenye kile ambacho. Na hata hiyo finali ambayo unahitaji ya Singida Black Stars waliwahi kufika kwenye CRDB Federation Cup, walicheza na wananchi Young Africans kabisa. Lilian, kocha wa Singida Black Stars amesema kwamba anahitaji kuvunja mwiko bwana Najah. Ni mechi muhimu sana kwao. Ni mechi muhimu sana kwao. Amezungumza vyema Michael Hiera kuelekea msimu uliopita, ila ukirejea matokeo ya Singida Black Stars msimu
ni timu ambayo haikuanza vyema katika ligi kuu soka Tanzania bara kabisa. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya wao kuzidi kuimarisha timu yao. Ukirejea ni timu ambayo imeweza kuandika historia kubwa. Kwa mara ya kwanza wanafika katika michuano ya Afrika, wanaingia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo watu wengi waliamini kwamba inawezekana kile walichokifanya msimu uliopita wataanzia hapa, though katika ligi hajawa na muendelezo mzuri licha ya kwamba wamecheza mechi chache. Kwa hiyo katika hizi mechi ambazo zipo ndio sehemu ambayo ya kutazama namna gani ambavyo wanarekebisha makosa, hasa naweza sema makosa ambayo either ni ya teamwork, makosa yanafanya kwa timu, au makosa ambayo yanafanya na mchezaji mmoja ambayo yamekuwa kigharimu Singida Black Stars. Kwa hiyo kuelekea katika mechi hii anasema anatakiwa kuvunja mwiko. Ni namna ambavyo mara nyingi Singida wanapata wakati mgumu wanakutana na Young Africans. Mechi nyingi sana hasa za ligi kuu, unaona namna gani ambavyo Young Africans wamekuwa na uwezo mkubwa kuondoka na alama 3 mbele ya Singida. Licha ya kwamba Singida kuwa timu moja ya timu ambayo ina wachezaji wazuri. Na hiyo inaonekana unaitazama ni timu ngapi ambazo kwangu naweza ngasithibitisha kwamba Singida ni moja ya timu ambayo ina scouting department nzuri. Kwa nini? Angalia namna ambavyo Azam, Simba na Yanga wana benefit kutoka sasa Simba na Yanga kwa wachezaji ambao wako Singida Black Stars. Msimu Simba amechukua takriban wachezaji wawili kutoka Singida. Young Africans wamechukua mchezaji mmoja kutoka Singida. Kwa unaona kabisa kwamba mmoja Frank Asenke amekwenda pale. Tangulia disha kubwa ameongezeka disha dogo. Bila kumsahau Israel pia alitokea pale. Msimu Mohamed Damaro, msimu Mohamed Damaro Kamara, msimu wa na Frank Asenke. Kwa unaona kabisa kwamba scouting department ya Singida imekuwa na uwezo mzuri sana kuscout wachezaji ambao katika timu yetu imekuwa ikio benefit sana hizi timu kubwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hawako vibaya. Kwa matokeo ambayo walikuwa wanapata inawezekana ikawa ni changamoto ambayo hii mechi kocha anaitazama katika mwenendo mwingine kwamba anahitaji alama 3 kutoka kwa Young Africans. Pamoja na mambo mengine, kwanza tumsikie kocha mkuu wa Young Africans Pedro Gonçalves kile ambacho amekizungumza kuelekea kwenye mchezo wa leo. Even Singida is a very, very strong team. Yes, we are working. We have confidence in our work, and tomorrow is a new, more challenge, a very, very big challenge, and we should be prepared, and we will be prepared for sure. So far so good. Tunafanya yale ambayo tunapaswa kuyafanya siku ya leo, tuende kumaliza kazi ambayo imetuleta hapa Singida. Taarifa za wachezaji wote ambao hawapo hapa zitatolewa na club, lakini wote tunajua kwamba wachezaji hawa walikuwa na majeraha. Pacome alipata jeraha la bega tangu tukiwa kwenye mchezo wa Champions League dhidi ya JS Kabylie. Tangu hapo hatujamuona akicheza, na kwa Job tumeona juzi kwenye dabi alipata majeraha. Kwa hiyo ndio sababu ambazo zimewafanya wasije hapa na huwezi kuwaona kwa sasa hivi. Kitu ambacho kilitokea tarehe 1 tayari kimeshapita. Focus yetu iko kwenye michezo inayofuata. Kama ambavyo unajua, ratiba iko very tight kuelekea kumaliza msimu. Tuna michezo mingi ambayo iko mbele yetu ambayo ni back to back. Kawaida tunawaalika waje watupe support kwenye uwanja huu wa Airtel hapa Singida kwa ajili ya kuhakikisha kwamba safari hii ambayo tunaiendea kwenda kutimiza msimu, tunaenda kutimiza malengo yetu tukiwa pamoja. Walter Harrison ndiye ambaye anakamilisha mazungumzo hayo kuelekea kwenye mchezo leo. Huyu ni meneja wa kikosi cha wananchi Young Africans akizungumzia baadhi ya wachezaji ambao watakosekana kwenye mchezo huo na kusahau yale ambayo yalipita katika michezo ambayo imepita, akiugusia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kumpa mapana na uwanda mkubwa sana Michael Hiera. Tuzitazame pia takwimu kwa timu zote mbili, kwa maana ya kuangalia mechi ambazo Yanga wamecheza mpaka sasa, tuangalie idadi ya magoli ambayo wamefunga, tuangalie alama ambazo wamekusanya, tutazame pia mechi ambazo wamekwenda sare na mechi ambazo pengine watakuwa wamepoteza, alafu Michael aweze kutabahara hapo. Michael, hizi ndio takwimu za wananchi Young Africans. Kwenye michezo ni 11. Huwa leo utakuwa mchezo wao wa 12. Nafasi ya kwanza kwenye msimamo, alama 29, ushindi mara 9, sare mara 2, hawajapoteza mchezo wote wananchi. Bila kusahau wamefunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu kwa sasa. Ndio timu ambayo inaonekana kuwa tishio, ikifunga mabao 27, na wao wameruhusu kufungwa magoli machache zaidi. Ndio timu ambayo imekubali kufungwa magoli machache mno kwenye ligi yetu mpaka sasa, ikifungwa mabao 2 peke yake. Karibu sana Michael, na kitaalam zaidi utuambie namba hizi zinazungumza kitu gani? Ya takwimu nzuri ambazo hazikushangazi kuwaona akiwa kwenye hiyo nafasi ambayo wako nayo, kwa maana ya nafasi ya
kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwenye michezo 11 unasema kama timu ingekuwa na ushindi kwa 100%, ilipaswa kuwa na alama 33. Sawa. Young Africans wamekusanya alama 29. Wamezipoteza alama 4. Alama 4 ambazo wamezipoteza ni kwenye sare 2 ambazo wamezipata. Sare ya kwanza ambayo alipata dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa ugenini, na sare ya pili ambayo alipata dhidi ya mtani Young Africa, Simba Sports Club wakati wanacheza pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo hizo ni mechi ambazo zimewafanya wao kutokuwa na ushindi kwa 100% na kukusanya hizo point 29 ambazo kwa sasa wamezipata. Lakini unajaribu kuangalia wapinzani wao, unasema wao kuna sehemu wamekwama zaidi, ndio maana hawajafikia Yanga kwenye alama ambazo wamezikusanya. Lakini utarudi kwenye yale maeneo mengine ambayo yanakufanya kuwa kwenye hiyo nafasi, kwa maana ya jinsi gani ambavyo unaweza kuwa bingwa. Unaweza kuona timu jinsi ambavyo inashinda kwa kiwango kikubwa kwenye mechi ambazo amecheza hizo 11, maana yake ameshinda kwenye mechi 9. Ni jambo zuri kwa timu ambayo ni title contender. Kwa namna yote ambavyo itakuwa unatakiwa kushinda mechi zako nyingi zaidi ili wazidi wale ambao uko nao kwenye mbio hizo za ubingwa. Lakini unajaribu kuangalia pia jinsi ambavyo timu ina uwezo wa kufunga magoli mengi zaidi pa mechi. Ukiangalia Young Africans kwenye mechi za hivi karibuni, ukisema uchukue mechi 5 za mwisho ambazo Yanga amecheza, timu imefunga magoli 15, imeruhusu magoli 2 peke yake. Ni wastani mzuri sana kwa timu. Jana tulikuwa tunapiga hesabu hapo tukasema wastani kwa kila mechi timu inafunga magoli 3. Ni wastani mzuri sana kwa timu ambayo unasema iko na safu nzuri ya ushambuliaji. Lakini utarudi pia kwenye eneo la kiulinzi, unaona jinsi ambavyo kumekuwa na balance nzuri. Timu imeruhusu magoli 2 pekee. Ni kitu ambacho pia kinakupa faida ya kuona jinsi gani ambavyo organization kwenye eneo la kiulinzi imekaa sawa sawa. Lakini pia hata wakati mwingine unaweza ukawa unatoa credit kwa muundo wa timu kwa jinsi ambavyo unacheza. Unaweza ukawa unakupa hiyo faida nzuri zaidi ya kuweza kuwazuia wapinzani wasiwe na possibility ya wao kupata goli. Kuna mechi ambazo unaona Yanga wanaweza kafanya makosa ya kiuzuiaji kama timu, lakini mtu wa mwisho ambaye anatakiwa kulifanya hilo jukumu anakupa siku nzuri kazini, ambao unasema hivi ndivyo ambavyo umetakiwa kufanya kuweza kuzipamba takwimu hizi ambazo Yanga amekuwa nazo. Kuna mechi ambazo unaweza kuona kuna makosa mengi ambayo yanafanywa aidha na safu ya ulinzi pamoja na timu kwa ujumla, lakini unaona mlinda mlango kwa maana Djigui Diarra anakupa kitu ambacho ni bora kama ambavyo alifanya kwenye mechi dhidi ya Simba Sports Club. Kwa upande wako ni ipi tathmini yako juu ya takwimu za wananchi Young Africans kabla ya kuangalia upande wa pili wa shilingi? Pengine umekuwa na hisia tofauti ya kile ambacho Michael amekizungumza. Hapana, hii ndio maana halisi ya timu ambayo inatetea ubingwa wake. Ukitazama katika mechi ambazo amecheza, idadi ya magoli ambayo amefunga, ni dhahiri shahiri ni timu ambayo ina akisi kile ambacho kinasemekana kwamba timu bora lazima iweze kupata magoli mengi. Faida nyingine ambayo ako nayo ni kauli ambayo aliwahi kusema Jose Mourinho, na anaisemaga mara nyingi sana. Anasema timu bora yenye safu ya ulinzi bora ndio inachukua mataji. Hii ndio kitu ambacho Young Africans wameweza kuonyesha katika michezo 11. Wameruhusu goli 2. Kwa hiyo eneo lake la ulinzi liko salama. Huu salama unakuwa vipi? Ni kulingana na muda ambao timu imekaa pamoja, namna ambavyo eneo lake la ulinzi limekaa kwa muda mrefu, aliyefanyia mabadiliko mengi sana. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinazidi kujijenga na kuonyesha ubora ambao wako nao Young Africans. Faida ambao wanazidi kuwa nao ni kuendelea kuwa na ile backbone yao. Yaani asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita bado wako nao. Kwa hiyo kuna ile team partnership, team combination ipo, na inaweza ikawa ni faida ambayo wanakutana nao. Changamoto ambayo sasa hivi wanakutana nao ni majeraha ambayo yameanza kuonekana katika kikosi chao. Naona alianza Clement Mzizi ambaye hivi sasa yuko Afrika Kusini anaendelea na matibabu, akafuata Pacome Zozo ambaye naye pia alipata majeraha. Unamuona Dickson Job hayupo. Inawezekana ni fatigue ya muda mrefu. Hawa wachezaji wametumika takriban misimu 2-3 mfululizo, kwa hiyo ile fatigue sasa inaanza kuonekana katika miili ya wachezaji. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto ambayo ipo. Mbali na hapo, tuangazie upande wa pili wa shilingi ambapo tuna watazama wakulima wa alizeti, timu ya Singida Black Stars. Kwa upande wao, Singida jana jioni walifanya mazoezi yao ya mwisho na kujinasibu ya kwamba leo hii wanazihitaji alama 3 muhimu kweli kweli, na watapambana ili waweze kupata ushindi mbele ya wananchi Young Africans ili kuweza kulinda rekodi yao ya kuto kupoteza mchezo wote kwenye uwanja wao mpya wa Airtel pale mkoani Singida.
Naye ofisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars Hussein Masanza amekwenda mbali zaidi na kusema kuwa kikosi chao kiko tayari kuvaana na wananchi Young Africans jioni ya leo, huku matarajio yao makubwa ni kuweza kuona wanapata ushindi katika mchezo huo kutokana na maandalizi kabambe walioyafanya. Tarehe 5 saa 10 jioni kwenye uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium tunaenda kuutwanga pale mchezo wa ligi kuu. Ni mechi yenye hadhi ya hali ya juu, ni mechi yenye ushindani wa hali ya juu, ni mechi ambayo vikosi vya timu zote mbili vimesheheni wachezaji bora kweli kweli. Kwa si rahisi sana kucheza na bingwa mtetezi, kwa sababu na yeye anapambania kurudi tena kwenye mbio za ubingwa, na hata sisi tunashindana kwa lengo hilo hilo. Kwa hiyo tunatarajia utakuwa mchezo mgumu kwa pande zote mbili, na hata wao wasitegemee utakuwa mchezo mwepesi. Wamekuja nyumbani Singida. Airtel Stadium hatujawahi kufungwa. Hata mechi ya kirafiki, hata mazoezini hatujawahi kufungwa tukikuwa tunacheza na timu nyinginezo. Kwa hiyo ni mechi kubwa, ni mechi ambayo kila shabiki ambaye atalipa kiingilio ataona thamani ya kiingilio alichokilipa. Mchezo huo unaosubiriwa kwa hamu kwa wapenzi wa soka hapa nchini. Yanga si tunawakaribisha. Mchezo si tumejiandaa vizuri. Waje tutawakaribisha. Yanga African wajiandae, tunawapa salamu. Wakija Singida Black Star watakaa tu. Natarajia mchezo utakuwa mgumu, lakini sisi tunachokiamini lazima tushinde. Kwa sababu cha kwanza tupo nyumbani. Kocha pamoja na benchi la ufundi wako vizuri, pamoja na wachezaji wako timamu wote. Tarehe 5 saa 10 jioni. Hayo ni ya mashabiki ambayo tumeyasikia wakizungumza kuelekea kwenye mchezo wa leo, lakini kabla ya mashabiki ulimsikia mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kutokea kwenye kikosi cha Singida Black Stars Hussein Masanza. Sasa wachambuzi, ili waweze kuchambua vyema, ni vyema tukazitazama takwimu pia za Singida Black Stars kuelekea kwenye mchezo wa leo. Nao Singida Black Stars wamecheza michezo 11, nafasi ya 9, alama 19, ushindi mara 5, sare mara 4, wamepoteza mara 2, mabao ya kufunga 11 na mabao ya kufungwa ni 8, tofauti ya magoli 3. Kocha, tuanzie hapo kwanza kwenye takwimu za Singida Black Stars ambao leo wana kibarua kizito kweli kweli. Wenyewe wanasema wana samaki mkubwa sana kukaanga. Big fish to fry. Itategemeana na kikaango kinatosha ama kitosha. Hilo ndio swali la msingi sana. Wewe unavyoona kikaango chao kinatosha kwa huyu samaki au kitatosha? Inategemea na mpishi. Anaweza kama utakata vifanya vidogo vidogo kutosha. Inategemea na mpishi mwenyewe. Hata kikaango kiwa kama kifuu hivi anaweza kikatosha kwa namna ya mtindo ambao atautumia kwenda kutengeneza. Kwa ni swala la mpishi sasa. Sasa mpishi hapa ndio ulimuuliza Lili kuhusiana na kile ambacho Najaa amekizungumza kwamba yeye kama kocha anatamani kuona timu inapata ushindi, kwa sababu katika mazingira yote wakati yeye anajiandaa kwa ajili ya mechi lazima atapitia taarifa za wapinzani ambao wanacheza nao, na anakuta kwenye records timu yake kwa maana Singida Black Stars hajawahi kushinda dhidi ya Young Africans kwenye mechi za mashindano ambazo wamecheza. Na kingine ambacho kinabakia hapo ni hizo takwimu zao, ukilinganisha na takwimu ambazo Young Africans wako nazo. Unaona wao wako kwenye takwimu za chini kuliko kile ambacho Young Africans wako nacho. Wote wamecheza michezo sawa, lakini unaweza kuona utofauti wa alama ambazo kila mmoja amezikusanya. Yanga amekusanya alama nyingi zaidi kuliko ambavyo Singida amekusanya hizo alama kwenye mechi ambazo wamecheza. Na kingine ambacho najaribu kiangalia kwa Singida Black Stars, unaiona ni timu ambayo tangu ligi imeanza mpaka ilipofikia sasa hivi wamepitia hali ambazo ni tofauti kwenye kikosi chao. Wamepitia kipindi ambacho walikuwa kushawishi kwamba ni timu ambayo inaweza ikashindana dhidi ya mpinzani yote ambaye anakuja mbele yao, hasa katika kipindi ambacho walicheza zile mechi zao wakati wanacheza michuano ya kombe la shirikisho, wanarudi kucheza mechi za ligi, kukawa kama balance inakosekana katika kile kipindi. Pengine unasema ni kwa sababu timu ilikuwa imetumia nguvu kubwa last season kwenye michuano ya ligi kuu, baadaye wakaenda kushiriki michuano ya Sekafa kama unakumbuka, wakachukua ubingwa dhidi ya Al Hilal ambao alishinda kwenye mechi ya finali, kikosi kikiwa kile kile. Baada ya hapo wanarudi kwenye michuano ya kombe la shirikisho pamoja na ligi. Pengine ile fatigue ambayo walikuwa nayo ikawafanya wao kutokuwa na ule mwendelezo bora na kasi ambayo wangeweza kuona kiwanjani. Lakini muda unazidi kwenda na kuna maingizo mapya, wachezaji wapya ambao wameingia kwenye timu. Kwa bahati nzuri ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji wameingia dirisha dogo ile usajili na wameingia kwenye kikosi cha kwanza cha Singida Black Stars.
mtu kama Ndoumwe kwenye eneo la pembeni mwa uwanja na kuongezea kitu kingine. Linda Mtangi ambaye ni MVP wa ligi ya DRC msimu uliopita, naye pia ameongezea kwenye eneo la ushambuliaji na kuongezea kitu kingine. Joseph Gede the same ameingia kwenye eneo la ushambuliaji, anapata dakika chache za kucheza kwa sababu ya wale ambao wako nao, kwa sababu Singida wako na masweka almost 3 wa kimataifa, Mwaku, Lupia pamoja na Joseph Gede. Kwa kila mmoja anavyopata nafasi yake anajaribu kuitumia kumshawishi mwalimu kwamba mimi nipe dakika nyingi zaidi kwenye mechi inayokuja. Inatokea umeshindwa kudeliver dakika 45, unaweza kukuta bango linakuita unaenda nje. Kwa hiyo Singida amepitia kwenye kipindi ambacho bado unajaribu kumwangalia mchezaji mmoja mmoja, unasema yes, hii ni timu ya kushindana, lakini pengine kuitengeneza ile timu ambayo chemistry yake imekaa katika njia ambayo unajua kwamba leo hii timu itacheza kwa display hii na wachezaji hao ndio wachezaji ambao wanaweza kanipa 100% kile ambacho nakihitaji kwenye mpango na style ya kucheza. Ndicho kitu ambacho kwa Singida na struggle nacho kwa kipindi hiki. Lilian, kwenye kile ambacho msemaji amekizungumza, amesema wanahitaji kulinda rekodi yao ya kutokufungwa kwenye uwanja wao wa nyumbani, uwanja wao mpya ambao hauna majukwaa mpaka sasa. Hussein Masanza, aliona hilo likienda kutokea? Ni mechi ngumu, waanza na timu ambayo inahitaji kutetea ubingwa wao. Unaitazama Singida msimu, kuna nyakati ambazo zimekuwa ngumu sana kwao. Bwana yale ndio nimeona leo. Majukwaa yapo kwa uchache. Na leo shoti wameleta makusudi sababu jana ilikuwa moja. Watu wajitokeze. Majukwaa yapo kaka. Wako katika nyakati ngumu sana kwao katika msimu wa ligi, ukitazama namna ambavyo statistics ambazo Mtrozi ametuletea hapa mwanzoni kwamba ni timu ambayo katika mechi 11 ambazo wamecheza wameondoka na alama 19. Alikuwa anazungumza mwanzoni kwa Young Africans kwamba katika mechi 11 wamekosa alama 4, ila hawa Singida unaona kabisa kwamba wameondoka na alama 19, manake wameangusha takriban alama 12 katika 14 katika mechi 11. Kwa hiyo unaona kabisa ni idadi kubwa sana ya alama ambazo wameziangusha. Sehemu nyingine ambayo ni changamoto ni kwamba timu kama Singida tunazungumza ni timu kubwa. Kwa katika games 11 kufunga goli 11 ni sehemu ambayo pia imekuwa changamoto kwao. Ndio maana aliyekuwa kocha wa mwanzo wa Singida ambaye hivi sasa ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye ana cheo kingine cha TD katika kocha ya Singida, moja ya sajili ambazo alizitaka katika dirisha dogo ni kurejeshwa kwa mshambuliaji wao ambao aliondoka. Kwa hii ni kwa sababu anaona kabisa kwamba kwenye swala la numbers pia Singida wako chini. Wanapocheza na Young Africans, cha kwanza ni timu ambayo ina uwezo kufunga. Na ukiangalia levels za makosa ambayo Singida amekuwa akiyafanya katika eneo lao la ulinzi, inaleta maswali mengi kwamba hivi leo wanaweza kupunguza haya makosa. Sasa ukutana na timu ambayo ina uwezo kutengeneza nafasi, ina uwezo kufunga. Yes, kuna mechi ambazo Young Africans wanashindwa kufunga, ila ni mechi chache compared na mechi ambazo wanaingia kambani. Kwa mfano katika ligi kuu msimu, Young Africans ni mechi 2 tu ambazo wameshindwa kuweka goli. Ni mechi dhidi ya Mbeya City na ni mechi dhidi ya Simba. The rest wamefanikiwa kufunga. Kwa hiyo si timu ambayo unaweza ukaibeza kupitia matokeo haya ambayo wanapata. Ndio wanasema ni ngumu sana kwa Singida Black Stars kulingana na mistakes ambazo zimekuwa zikifanyika hasa katika eneo lao la ulinzi, hasa kwenye eneo la goalkeeping pamoja na mabeki wa kati. Lilian Mukulu, tathmini yake